Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Makala yetu ya leo inaangalia mkakati wa kivita wa Iran ulivyowashangaza wa Marekani na Israel, ambapo hadi sasa kila kukicha wanaongeza siku za mapambano. Wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 Februari, swali kubwa lilikuwa vita hivi vingedumu kwa muda gani? Hata hivyo, hali ilionekana kuendelea kwa siku, wiki na sasa miezi bila kuwa na muda maalum wa kumalizika kwa vita hivyo. Katika hotuba yake ya hivi punde kwa wananchi wa Marekani, Rais Donald Trump, kinyume na matarajio, hakuweza kuwasilisha mpango ulio wazi, lakini alisema kwamba Marekani inakaribia kufikia lengo la kimkakati nchini Iran na kwamba mashambulizi makali dhidi ya Iran yatatekelezwa katika wiki 2 hadi 3 zijazo. Pia alihitimisha kuirudisha Iran kwenye enzi za kizamani, huku soko la mafuta na hisa ambalo lilikuwa na matumaini kutokana na hotuba yake kwa umma lilijibu mara moja, na sio tu kwamba bei ya mafuta ilipanda kwa kasi duniani kote, lakini masoko ya Asia ikiwa ni pamoja na yale ya Marekani pia yalipungua. Balozi wa zamani wa Marekani katika NATO Ivo Delda akijibu hotuba hiyo alisema kuwa kauli ya Trump imezua mashaka kuhusu malengo ya vita na kuacha maswali kadhaa muhimu bila ya majibu, ikiwa ni pamoja na kwa nini Marekani bado inaendelea na operesheni za kijeshi nchini Iran, ilhali kama Trump alivyosema uwezo wa nyuklia, jeshi la majini na makombora ya Iran umeharibiwa. Jambo moja liko wazi kutoka kwa kauli ya Trump: vita vitaendelea. Licha ya hasara kubwa katika hatua za awali, Iran bado inapigana kwa nguvu na inaendelea na vita, ikisema kwamba haitoacha kuishambulia Marekani na Israel hadi pale watakaposalimu amri. Mgogoro kati ya Marekani na washirika wake wa NATO katika vita hivi sasa unaonekana wazi, na Trump si tu anatoa kauli za juu kwa washirika wa NATO, bali pia ametishia kujiondoa. Licha ya vita kuendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja, mwitikio wa wananchi wa Iran haukuwa kama Trump na Netanyahu walivyotarajia, licha ya viongozi hao kuwataka wananchi wa Iran kuasi na kuipindua serikali. Shambulizi ya Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika nchi za Ghuba hayakusababisha tu uharibifu mkubwa, bali pia yaliathiri vibaya taswira ya nchi hiyo kama maeneo salama. Kwa mujibu wa wataalamu, muda mrefu wa vita hii umesababisha kupungua kwa imani ya nchi za Ghuba na Ulaya kwa Marekani katika suala la dhamana za usalama. Kufungwa kwa mlango wa Hormuz na Iran kumesababisha mgogoro mkubwa wa mafuta duniani kote. Nchi nyingi sasa zinaishinikiza Marekani na Israel kusitisha mara moja mzozo huo, na baadhi ya nchi zimekataa kutumia mlango huo kama kituo cha operesheni za kijeshi. Wakati huo Marekani iliwashutumu washirika wake kama Uingereza, Ufaransa, Italia, Hispania na Kanada kwa kutosaidia katika vita dhidi ya Iran. Lakini je, Marekani na Israel zinakabiliwa na shinikizo? Ili kuelewa hili, tunapaswa kurejea siku za mwanzo za vita. Shambulio la anga katika shule ya msingi ya wasichana katika mji wa Minab nchini Iran liliua watu kadhaa, wakiwemo wasichana wengi. Ni kwa mara ya kwanza nchi nyingi za Ulaya zikiwemo Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Italia pamoja na China zikilani shambulizi hilo, na sauti za kupinga vita zikaanzia hapo. Kwa ujumla, vita hivi vilidumu zaidi ya wiki 4 bila kumalizika, huku lango la bahari la Hormuz likifungwa na dunia ikikumbwa na mgogoro wa mafuta na hata kuyumba kwa uchumi. Iran imeongeza gharama ya vita kwa Marekani na Israel, mara nyingi kwa kulenga miundombinu muhimu kwa kutumia makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Iran imeonyesha kwa makusudi vita hivi kama mzozo wa kikanda, haioni kama mzozo wa pande mbili tu. Hii ina maana kwamba Marekani na Israel zinaweza kushambuliwa kutoka maeneo mbalimbali kama Lebanon, Iraq na Ghuba ya Uajemi na kulazimika kutumia bajeti yao ya kijeshi katika maeneo mengi. Aidha, Iran imeunda hali ya kutotabirika na hawajui shambulio linalofuata linatoka wapi. Hata hivyo, Iran imetumia aina ya makombora ya vishada, makombora ambayo haikuwa rahisi kuyadungua. Huu ni mpango mkakati wa Iran ambao umeutumia katika kipindi cha vita. Kadhalika, Iran imetumia mbinu nyingine za kutengeneza ndege bandia ambazo zimeshambuliwa vibaya pamoja na makombora bandia, lakini baadaye ikifanya mashambulizi ya kweli. Hii imesababisha hasara kubwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga ambayo inatumia gharama kubwa kufanya mashambulizi katika ndege bandia ama makombora bandia yaliyorushwa na Iran. Kwa mujibu wake, mkakati wa Iran haujajikita katika kushinda vita haraka, bali katika kuwachosha wapinzani wake. Inaonekana Iran haitaki kumaliza vita haraka, bali inaendelea kuweka shinikizo la kijeshi, kisiasa na kiuchumi kwa muda mrefu ili kuifanya vita kuwa ghali, si tu kwa wapinzani wake bali pia kwa washirika wao.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.